Raba shaka raba na mama yeke msikariando yakashika yeke mama yake yeke. Ninaomba Baba uweze kuisaidia familia hii. Ninaomba kwa ajili ya uzima, ninaomba kwa ajili ya nuru, ninaomba kwa ajili ya mwanga, ukaipe ulinzi familia hii. Vipi? Kwema? Kuna usalama? Ya, usalama upo. Usalama upo mwingi sana. Ila unapaswa kumshikilia sana huyu binti, maana ana kitu kikubwa ndani yake. Mchungaji, ni kitu gani iko ambacho yuko nacho? Hauwezi kunielewa kwa sasa, ila muda ukifika utanielewa. Hata hivyo anaonekana ni binti mwenye nidhamu, mwenye hekima, busara, msikivu, pia mwenye kujali. Ni kweli kabisa. Uko sahihi sana mchungaji. Ni tabia alionayo. Nashangazwa umewezaje kuyajua yote, maana hauishi na sisi nyumbani. Hapo sasa naamini kuwa wewe ni mchungaji wa kweli. Tunaweza kuendelea na maombi. Sawa baba. Mungu Baba, tunaomba, tumekuja tena kwa mara nyingine vijana wako. Tunaomba kwa ajili ya uzima, tunaomba kwa ajili ya uzima wa familia hii. Na ikabidhi familia hii mikononi mwako Baba. Naomba ukailinde, ukaipe nguvu, ukaipe nuru, ukaiatamie. Raba shaka na mama yake msikariano, robo saka na mama yake yaka yeke mweka musika. Mungu Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, ninaomba ukaipe uponyaji, ukaipe nguvu, ukaipe nuru, ukaipe mwanga familia hii, in the name of Jesus Christ. Sipa, hiki ndicho kinachokufanya ung'ang'anie huko. Haya kuhusu. Siku zote nilikuwa najiuliza, ni nani msaliti katika kikundi chetu? Nauliza nini? Nawauliza nini? Salim, ni nani anayenizunguka? Siku zote tunapoweka target mambo yetu yanaenda sawa, na kama tukifanikiwa, nyinyi nyote mnafaidika. Iweje hili? Ni kwa nini hili? Maanake hatufanikiwi kwa sababu kuna msaliti ndani yake. Je, ulishajiuliza ukimsaliti mimi kitu gani unafanikiwa? Faida yako ni nini? Nauliza nini? Sasa basi, ninachotaka kujua ni nani ametoa hii siri? Mr. Kapue, mbona sikuelewi? Au umeanza kuchanganyikiwa sasa hivi? Ni siri gani hiyo ambayo unaizungumzia? Alafu Mr. Kapuya, hii ni siri baina ya watu watatu. Mimi sioni kati yetu kama kuna msaliti. Huyo msaliti unayemzungumzia wewe ni msaliti gani? Naombeni mrelax. Nimekuja na hili, nilitaka kupima tu imani yenu. Na nilichotaka mimi kukijua ni nani yuko na mimi na nani hayuko na mimi, na si vinginevyo.
Kwa hiyo msihisi kama kuna kitu nimebaini. Umoja katika kazi ni kitu ambacho nakihitaji na sio vinginevyo, lakini very soon mtafurahia kwa kile kitu ambacho nitawaletea mbele yenu. Mr. Kapue, hebu kuwa makini bana na vitu vyako unavyokuwa unavifanya. Tutauana. Mr. Kapue, watu wengine tuna pressure. Acha hizo mambo zako bwana. nakupenda sana दिल मेरा wewe tu nilipokuona baby moyo ulidunda mapenzi ya ghafla nikawa nauguza तेरी आँखों में nikaona dunia wewe ni malaika wa maisha yangu pia ukicheka najikuta napagawa penzi lako baby linanichanganya usiku kucha nawaza sura yako meri jana siwezi acha mapenzi yako kuchi kuchi baby nakupenda dili yangu yote ni yako mrembo habibi wangu usiniache teri mohabbat limenigusa moyo kuchi kuchi hota hai nikikuna moyo wadas nakuhitaji karibu na mimi my sweetie jan romance Mr. Mponda, bosi wako Nzungu ameweza kumkabidhi kampuni yake yote Mr. Kapuya. Hivyo basi,
wewe una nafasi ya kuweza kulifuatilia hilo ili uone hatima juu ya hilo ambalo linatendeka sasa. Ikiwezekana anzia ofisini. Nimechoka na hadi zako za uongo. Hivi kila siku umekuwa ni mtu wa kutuahidi tu ahadi. Nakumbuka mimi nimefukuzwa kazi. Sina kazi. Sina chochote. Mr. Kapuya. Unafikiria nini na unawaza nini? Unaniwazia nini mimi? Sina chochote ninachokitegemea. Mtu unayemtegemea ni wewe. Na wewe umekuwa mtu wa kupanga mipango ya fight mimi. Mimi nifanye nini Mr. Kapuya? Selini, acha! Hivi unajua hiki unachokifanya ni sawa sawa na kuchezea almasi katika tundu la choo. Alafu Mr. Kapuya, mpaka mida hii unanishangaza. Inawezekana vipi bosi Nzungu akuamini kiasi cha kwamba akuachie kampuni yake? Ya. Ndio Mr. Kapuya. Mwingine ni photocopy. Mr. Kapuya. Grace. Mbona mimi mnanishangaza? Ina maana unataka kusema bosi Nzungu ameamua kumkabidhi Mr. Kapuya kampuni? Yes, na sio kampuni tu. Tunakuelekea. Atanikabidhi hadi mali zake zote. Na hapo sasa ndipo mtakapojua kwamba inatafuta pesa. Nyinyi nyote mtafaidika. Hapo mimi ndo nakupendeaga. Wakipanga mipango yako unahakikisha kabisa imetimia. Mwanzo utulie. Selini, hii kazi tuliyoanzisha ni ngumu sana. Imenipelekea mpaka nijiulize ni kwa nini nimeianzisha. Mr. Kapuya, bado unanishangaza kabisa. Wala hata sikuelewi. Kwani Mr. Mponda kafanya nini? Mponda amekuwa very smart katika mipango yake. Hivyo inatupa ugumu wa sisi kumwini. Na inaelekea anajua kila kitu. Anajua mipango yetu yote. Nashindwa kuelewa ni nini kipo katikati yetu. Mr. Kapuya, huko sahihi kabisa unachokizungumza. Kudili na Mr. Mponda inakupaswa kutumia akili, sababu Mr. Mponda sio mtu wa kawaida kama unavyodhani.
Nikujuze tu kitu ili uweze kudili na mimi. Badili plani bro, la sivyo utaishia kuferi tu. Wewe tukwambia mara ngapi uweze kutuelewa? Yaani tangu umefika katika hii nyumba matatizo ni mengi sana. Unatuzuia katika vitu vingi. Kwanza kula ni wewe. Yaani kama vile mashine ya Mjerumani ndugu yangu. Wewe mwanamke au mwanaume? Sikia sasa. Huu ndo mwisho wako leo. Ndiyo. Yaani toka umefika huko ndani, yaani mara kwanza tukapo tunapika ubwa nusu na robo huko ndani. Toka umefika wewe tunapika kilo 2 sasa hivi. Angalia kimekuja chembamba kimekondeana. Yaani mishavu sasa hivi imekutoka kama mimba ya panya, muangalie kwanza. Hicho mimi ndo nacholalamikia. Haiwezekani mtoto akika nishinde mpaka mimi kula gentleman. Sikia, toka. Ondoka. Kwanza anafikiria wewe. Nilikuonya kwa maneno matupu. Umeona haitoshi. Unaendelea Sasa leo nimekuja kukuonyesha kwa vitendo. nakupenda sana दिल मेरा wewe tu nilipokuona baby moyo ulidunda mapenzi ya ghafla nikawa nauguza तेरी आँखों में nikaona dunia wewe ni malaika wa maisha yangu pia ukicheka najikuta napagawa penzi lako baby linanichanganya
kuchi baby nakupenda, dili yangu yote ni yako mrembo, habibi wangu usiniache, teri mohabbat limenigusa moyo. Kuchi kuchi hota hai nikikuona moyo wadas, nakuhitaji karibu na mimi, my sweetie, jan romance.